Sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani katika mkoa wa Mwanza kwa maelezo ambayo umeyatoa, na leo tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 sisi tumekusanyika hapa kama wanaJMAT mkoa wa Mwanza. Mimi niliyeko mbele yenu naitwa Askofu Josephat Robert Magumba na ndo katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani katika mkoa wa Mwanza. Kwanza ni kupongeze kwa maelezo ambayo umeyatoa kama mwenyekiti wetu wa mkoa wa Mwanza, na mimi siko mbali sana maelezo hayo. Kama ambavyo mwenyekiti ameeleza kwamba kumekuwa na hizo tuhuma kutoka huko nje kupita kwenye mitandao na watu wameongea kabisa, masaneta huko Amerika, kwamba Tanzania kuna ubaguzi wa kidini. Niungane wewe mheshimiwa mwenyekiti na niungane mheshimiwa mwenyekiti wetu mkuu Profesa Musa Salum kwamba sio kweli. Kwanza tunakanusha kwamba sio kweli. Tanzania imeundwa kwa misingi ya amani bila kubaguana kwa mfumo wa kidini wala ukabila. Ukiangalia hata juu pale kwenye uongozi wa serikali, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yeye ndio kiongozi mkuu wa nchi, lakini makamu wake wa rais ni Mkristo ambaye ni Dr. Nchimbi. Lakini ukiangalia pale anayefuata waziri mkuu naye pia ni Mkristo. Sasa mtu akizungumza kwamba Tanzania ina ubaguzi wa kidini, vinginevyo mama labda angeweka pale makamu wa rais ni Muislamu, waziri mkuu ni Muislamu, lakini hakufanya hivyo. Na uongozi umechanganyikana hivyo hivyo kwa wakuu wa mikoa, utaenda kwa mawaziri wako Waislamu, wako Wakristo. Yaani Tanzania sisi huwa hatuna hiyo desturi ya kwamba tunamchagua mtu kulingana na dini. Mtu anachaguliwa kulingana na uwezo wake wa kuongoza. Uwezo ndio unaoamua mtu awe kwenye nafasi ipi. Amesoma, ameelewa. Hawezi kama kutolewa pale eti kwa sababu ni Muislamu awekwe tu kwenye nafasi ambayo hata haimfiti. Sio kweli. Kwa mimi kama katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani katika mkoa wa Mwanza na kanusha hizo tuhuma, sio za ukweli. Tanzania tunapendana. Na kama alivyoeleza mwenyekiti, Jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani kuanzia ngazi ya taifa, tunaye mwenyekiti wetu ambaye ni Profesa Musa Salum, tunaye katibu wetu Israel Massa ambaye ni askofu, lakini tunao viongozi mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Jumuiya ya Maridhiano na Amani imejengwa kwenye mfumo wa kitaifa, mikoa, wilaya mpaka kata. Na hivyo ndivyo mfumo. Kama mwenyekiti atakuwa Muislamu, basi katibu atakuwa Mkristo. Kama katibu atakuwa mwenyekiti, Mkristo atakuwa mwenyekiti, basi katibu wake atakuwa Muislamu. Na wajumbe wao wote wanaounda zile nafasi za juu za hilo eneo watachanganyikana kwa namna hiyo. Tuseme tu kwamba Tanzania sisi hatuna kabisa hizo habari za udini au kubaguana. Ukienda hata mashuleni unakuta watoto wanasoma wote bila kubaguana. Wako watoto wa Waislamu, wako watoto wa Kristo. Sisi tukiingia kwenye mabasi tunakaa kwenye magari, hatuulizani wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo. Hili gari ni pande la Muislamu au la Mkristo. Hatufanyi hiyo mchezo. Kwa lugha nyingine kwamba nchi yetu ya Tanzania imeshavuka kwenye hizo level za kubaguana kwa sababu ya udini. Kwa yeyote anayejaribu labda kuchonganisha au kuharibu taswira yetu ya nchi huko kwenye sura ya kimataifa, kwa kweli sio sawa. Na hilo jambo sisi tunasema kama viongozi wa mkoa wa Mwanza tunalikemea kabisa na kulisema wazi kwamba halipaswi kuendelea kufanya hivyo. Na sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani tumekuwa tukiunganisha watu wa aina zote. Watu wa mila, machifu, malasta, Wakristo, Waislamu, wote tunafanya kazi kwa pamoja. Na kama unavyotuona hapa kulia kwangu yuko mwenyekiti wangu Musa Rashidi, mimi ni askofu. Hapo kuna mwenyekiti wa itifaki ya usalama, mambo ya itifaki, naye ni Mkristo. Hapa tumemzunguka mwenyekiti wetu, sisi wote ni Wakristo na hatubaguani wala hilo hatuoni kama ni tatizo. Hata tulipoanza hapa tumeomba, Mkristo ameomba kufungua na baadaye tutakapofunga atafunga Muislamu. Yaani tunakaa comfortable kabisa. Hatuna hiyo habari ya kubaguana. Kwa hiyo tuseme tu kwa ufupi kwamba haya maneno yanayotolewa na watu ambao hawaishi Tanzania
aidha kwa kusikiliza upande mmoja mtu amewapelekea, basi wanafanywa kwa uchunguzi kwa kina na kujua kama ya mambo yanayozungumzwa, je, yako hivyo kama yalivyo? Na ni vizuri pia kufanya tathmini au ufuatiliaji, research ya kutosha, ili utoe tamko kwamba Tanzania ina udini. Vinginevyo mtu akisema tuko kuropoka, basi ametukosea pia. Kwa sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani tunasema kinyume na hayo maneno kwamba sio kweli, na mwenyekiti wetu alivyotamka kwamba sio kweli, Tanzania hakuna udini wala hakuna ukabila, ni ndivyo ilivyo. Kwa hiyo tunasema na mwenyekiti kwa tamko lake alilolitamka kwamba sisi hatuwezi kukubaliana, hilo sio kweli kabisa na ni uongo. Lakini jambo la pili la mwisho ambalo nitalizungumzia ni kuhusu hizo tuhuma za kutuhumu kiongozi wetu mkuu. Kwanza hilo ni kuchafua taswira nzima ya jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani. Jumuiya ya Maridhiano na Amani inafanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. So kijumuiya kimejitokeza tu. Jumuiya hii imesajiliwa kisheria, ni inafanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu zote zinafanyika. Tunafanya makongamano, tunafanya maadhimisho, tunazunguka kwenye maeneo mbalimbali. Ni jumuiya ambayo imejipambanua na viongozi wako wamejipambanua. Na moja ya viongozi ambao huwa nasema wametunukiwa na Mwenyezi Mungu ni mwenyekiti wetu Profesa Musa Salu. Huyo baba amejaa hekima ya ajabu na roho ya uongozi iko juu yake. Na kama mtu anatafuta tu maneno ya kujaribu kuchafua taswira ya jumuiya, kama alivyosema tu mwenyekiti wangu hapa wa mkoa, kwamba kwa kweli taratibu hizo zitafuatiliwa aidha kupitia Jumuiya ya Maridhiano na Amani au kupitia vyombo vya usalama katika taifa letu, na watu wanaozusha au kupublish mambo ambayo hawana uhakika nayo, watakapobainika kwamba ni fulani, watachukuliwa hatua kali sana, ili kujibu hizo tuhuma kwamba kwani waliyapata wapi, nani aliyewaambia. Kwa sisi wenyewe wenye jumuiya hatuyajui, wao wameyatoa wapi. Mimi kama katibu mkoa wa Mwanza na mwenyekiti wangu huyo hapa, hatujui hizo habari kwamba kuna milioni 80 zilitolewa sisi zikaliwa na mwenye akasepa na mamilioni ya fedha. Sisi hatujui hilo jambo. Kwa hiyo huo utakuwa ni uongo na utafutaji wa kuharibu taswira nzima ya JMAT. Kwa sisi kama JMAT Mwanza tunasimama kukemea na kulaani kitendo hicho kisirudiwe tena. Na kama kitarudiwa, hakika mkondo wa sheria utachukua nafasi yake. Sana asanteni sana. Ukiangalia hapa tulivyokaa hapa, tumekaa watu kwa mchanganyiko wa Wakristo, wanaonekana shehe mwingine hapa wa wilaya ya Nyamagana. Kwa hiyo tumechanganyikana kutoa tamko hili. Hatuko peke yetu, tumekutana wote, dini zote, Marastafari wako hapa. Kwa tunalitamka kwa uchungu mkubwa kwa kuelewa kwamba jumuiya yetu na taasisi yetu inataka kuchafuliwa. Kwa tunaomba jambo hili lisijirudie, kumtuhumu mwenyekiti wetu kwa tukio hilo kwamba amekula hela ambazo hajala. Kwa hiyo baada ya kusema hayo maneno machache, mimi nafikiri niseme tu kwamba kwa nafasi yangu kama katibu wa mkoa wa JMAT mkoa wa Mwanza, lakini sio tu hivyo, mwenyekiti wa umoja wa makanisa katika jiji la Mwanza. Kwa hiyo tumefanya kazi na JMAT muda mrefu. Huo mchezo wa kula pesa si kuiba nini haupo na hautajitokeza. Kwa sababu JMAT inafanya kazi kwa mifumo na taratibu zote ambazo ziko kama jumuiya na jumuiya zingine. Baada ya kusema hayo, nasema Mungu awabariki sana. Asanteni. Naomba tuendelee kuidumisha amani yetu katika nchi yetu ya Tanzania. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na utakatifu ambao hakuna mtu awezaye kumwona Mungu asipokuwa nao. Manake nchi ya Tanzania kuanzia awamu ya kwanza, ukiangalia Mwalimu Nyerere alikuwa Mkristo, akafuata Mheshimiwa Mwinyi alikuwa Muislamu, akafuata Mheshimiwa Mkapa alikuwa Mkristo, akafuata Mheshimiwa Kikwete ni Muislamu, akafuata Mheshimiwa Magufuli alikuwa Mkristo, na sasa tunaye Mama Samia Suluhu Hassan ni Muislamu. Tumekuwa tukipokezana kijiti namna hiyo bila kubaguana, kama nilivyosema tu mwanzoni kwamba sisi mtu anaaminiwa